Sura ya 7 katika kujifunza kuhusu nafsi. Katika kujifunza Biblia, kuna jambo muhimu tunalopaswa kulizingatia kwa umakini maalum. Ikiwa tunasoma Agano la Kale tu, inaonekana kuwa inapingana na Agano Jipya, na ikiwa tunasoma Agano Jipya tu, inaonekana kuwa inapingana na Agano la Kale. Hivyo, tunapojifunza Biblia, kwanza tunahitaji kuelewa kusudi la Agano la Kale na Agano Jipya na kukumbuka tofauti kati ya mafundisho ya Agano la Kale na yale ya Agano Jipya. Wanabiblia kwa ujumla hufasiri maneno ya Agano la Kale na Agano Jipya kwa njia sawa. Bila shaka, baadhi ya mistari inaweza kuwa na maana sawa, lakini kwa kweli kuna tofauti kubwa kati ya maagano hayo mawili. Ni tofauti kama mbingu na dunia, jua na mwezi, ukweli na kivuli, uhalisi na mfano. Tunapoelewa hili, tutapata ukweli wa kina wa Agano Jipya ambao ndio uhalisi, kupitia Agano la Kale ambalo ni kivuli, bila mgongano wowote kati ya hayo mawili. Kwa hiyo, Mtume Paulo aliandika Waefeso sura ya 3 mstari wa 5. Siri hii haikudhihirishwa kwa wanadamu katika vizazi vingine kama vile sasa ilivyodhihirishwa na Roho kwa mitume na manabii watakatifu wa Mungu. Na Mtume Petro akasema, Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 16. Katika nyaraka zake kuna mambo mengine ambayo ni vigumu kuyaelewa, ambayo watu wajinga na wasio thabiti huyapotosha kwa maangamizi yao wenyewe, kama wapotoshavyo pia maandiko, vitabu vya Agano la Kale mengine. Mistari miwili ya juu inaonyesha kwamba tunapaswa kujifunza maagano hayo mawili kwa njia tofauti. Agano la Kale ni kivuli cha mambo yajayo katika nyakati za Agano Jipya, na Agano Jipya ni uhalisi, kufundisha moja kwa moja ukweli wa kina uliofunuliwa kwa mitume na manabii na Roho Mtakatifu. Hasa Agano la Kale ni kivuli na hutumika kama kioo kinachoakisi uhalisi wa mambo yajayo katika nyakati za Agano Jipya. Agano la Kale ni fundisho la furaha na baraka za kimwili za kidunia. Kama ilivyoandikwa, Kumbukumbu sura ya 28 mstari wa 1. Kama ukimtii Bwana Mungu wako kwa bidii na kufuata amri zake zote ninazokupa leo kwa bidii, Bwana Mungu wako atakuweka juu ya mataifa yote katika dunia. Baraka hizi zote zitakuja juu yako na kukupata. Kama ukimtii Bwana Mungu wako, utabarikiwa mjini na utabarikiwa mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na mazao ya nchi yako na wanyama wako wachanga wa kufugwa, yaani ndama wa makundi yako ya ng'ombe na wana-kondoo wa makundi yako. Kapu lako na vyombo vyako vya kukandia vitabarikiwa. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Baraka walizopokea kama matokeo ya utii wao kwa Mungu zilikuwa ni ustawi wa kilimwengu. Lakini katika nyakati za Agano Jipya, Yesu alisema, Marko sura ya 10 mstari wa 23, itakuwa vigumu sana kwa wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi zaidi kwa ngamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko mtu tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Katika Agano la Kale ilikuwa baraka kuishi maisha marefu. Lakini katika Agano Jipya, kufa kila siku kwa ajili ya Kristo ni baraka. Hivyo, tunapojifunza kuhusu nafsi, tunapaswa kuelewa kwamba kuna tofauti kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa maneno mengine, Agano la Kale lilikuwa kama mwanga hafifu wa mwezi unaoakisi mwanga wa jua. Agano Jipya linalokuja baadaye, hivyo halikuweza kufunua waziwazi ukweli wa kina wa nafsi baada ya kifo. Sasa, mwanga hafifu wa mwezi umepita na mwanga wa jua umekuja. Agano Jipya linaleta nuruni ukweli wa nafsi ambao ulionekana kwa ufinyu. Tukiangalia Agano la Kale tu, nafsi ya mwanadamu inaonekana kutoweka baada ya kifo. Lakini Agano Jipya linaonyesha waziwazi kwamba nafsi ya mwanadamu inaendelea kuwepo hata baada ya kifo. Walakini hatuwezi kufikia hitimisho la uhakika kupitia Agano Jipya pekee. Kwa kuunganisha na kujifunza yote Agano la Kale na Jipya, tunaweza kupata misingi ya nafsi na kufikia ukweli wake kamili. Misingi ya roho inaweza kutafutwa kutoka kwa swali, nafsi zetu zinatoka wapi? Ikiwa tutapata jibu sahihi kwa swali hili, tutapata ukweli kamili bila kupingana. Sasa tujifunze jinsi nafsi inavyoumbwa na inatoka wapi.